amani. Amesema siku ya leo iwe siku ya kupendana, siku ya kutembeleana, siku ya kuongeana huruma, kuwatembelea wale wenye matatizo, lakini kuona hata wagonjwa wa hospitalini. Lakini la pili, ameniomba sana Waislamu tuendeleze upendo, mshikamano na umoja kama ilivyoelekeza dini yetu tukufu ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu kupitia mafunzo ya Mtume Muhammad imeeleza ili tuweze kuishi vizuri katika dunia hii, tuweze kupendana, tuvumiliane, tushikamane, tushirikiane. Amesema kwamba niwakumbushe kwamba kiganja hichi cha mkono vidole havijalingana, na ndivyo maisha yetu yalivyo, kwamba kila mmoja ana tabia yake, kila mmoja ana hukumu yake, ili tuendeleze amani ya nchi hii. Ameomba sana nieleze na niwakumbushe Waislamu, hamna jambo kubwa kama uvumilivu, kuvumiliana. Jambo hili amelieleza hata kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya tunapotofautiana, amehimiza sana tusameheane ndugu zangu. Yote haya yanaelekezwa na kiongozi wa dini kupitia shehe wetu wa mkoa na mashehe wengine. Ameeleza hamna kitu kibaya ambacho kitaudhalilisha Uislamu kama migogoro ndani ya dini. Amehimiza wote kwa mashehe na viongozi wengine wa dini, lakini kwa waumini. Lakini la tatu, ameniomba nifikishe na niseme tujitahidi sana kujikita kwenye malezi ya vijana wetu ili kuepuka uvunjifu wa amani, kuepuka kuidhalilisha dini yetu. Leo vijana wanajiuza kama nilivyosema shehe. Vijana hawana adabu, hawana heshima kwa wazazi wao na kwa watu wengine. Kwani wamesema siku ya leo kutokana na historia yenyewe ya Idi, kisa cha Nabii Ibrahim pamoja na Ismaili. Ismaili anawakilisha vijana wote na watu wote kuwaheshimu wazazi wao. Ismaili aliambiwa akachinjwe, alikubali kwenda kuchinjwa. Kwa hiyo amehimiza sana vijana na watu wote tujitahidi kuheshimu watu wote pamoja na wazazi wote. Lakini jambo la nne na la mwisho, ndugu zangu, ameomba sana Waislamu wote kupitia mashehe wetu tuendelee kuiombea amani ya nchi yetu. Amani ya nchi ya Tanzania ni tunu ya kujivunia. Ameomba sana leo tukae na vijana wetu, hata kwa muda, tutenge muda wa kukaa na vijana na kuwaeleza thamani ya amani, kwamba watakapojiingiza kwenye migogoro, nchi hii ikiharibika, wao watakimbia, lakini wazazi wao watakimbia, shangazi zao watakimbia, mama zao watakimbia, lakini na wazee na watoto wadogo. Kwa hiyo wasijifikiri wao tu kwamba wana uwezo wa kufanya vurugu, nchi kaharibika, watakimbia, lakini waelewe wao wakikimbia, ndugu zao wataangamia. Amekumbusha tuangalie nchi jirani, na wote tuna vyombo vya habari tunafuatilia kwamba kwenye nchi zilizoharibika hamna sala zaidi kama hivi, hamna watu kuzikana, hamna watu kuingia misikitini. Kwa hiyo baada ya hayo, ndugu zangu, niwatakie kila la heri, tuendelee wetu, wetu, lakini tupendane, tupendane na tuheshimiane. Mheshimiwa Halima Dendego,
kipenzi cha Singida anawapenda sana, anawatakia kila la heri, lakini amesema kwa niaba ya serikali pale mtakapohitaji lolote, ushauri na mambo mengine kwa niaba ya serikali, wako tayari kuendeleza mshikamano unaoendeleza dini na serikali. Niwatakieni njema, Mungu awabariki sana. Sasa kwa Singida